kelele zitaleta ushindi gani? Na kuna wakati alieleza kwamba zungukeni mkawajie kwa namna hii. Siku nyingine anawaambia mtakaposikia kama upepo ukivuma, hapo ndo mkazane, kwa sababu Bwana ametoka kuwapigania. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Lakini kabla ya hapo, niendelee kukukumbusha ratiba tunaendelea nayo. Kama hivi leo tunakwenda kwa neno la Mungu, tunaingia kwenye maombi. Baada ya maombi tutakuwa na off time, tutakuwa na mkesha wa Pasaka. Kwa hiyo usikose, lakini maelekezo ni yale yale, kwamba pale nyumbani najaribu kuona usalama unakueje, akina nani wabaki na akina nani waje. Tunaelewana Tutaanza saa 3, tutamaliza. Tunakuwa na uimbaji wa vitabu, nyimbo za vitabu, tunakuwa na tenzi, tunakuwa na kwaya. Baada ya kutoka kwaya, tunakuwa na neno la Mungu ambalo linatupelekea agharabu labda bado kama dakika kadhaa kufika saa 6. Baada ya kuingia kwenye maombi, kuingia Jumapili ambayo ndio ushindi wetu, kama ambavyo nimekuwa nikielezea na ambao nitaendelea kuelezea. Baada ya hapo utapumzika au hutawanyika, na baada ya hapo asubuhi, nilieleza jana kwamba Krismasi yaweza kuamkia siku yoyote kutegemea na tarehe 25 ya Disemba, lakini always Pasaka lazima iangukie Jumapili. Kwa zile ratiba za maombi asubuhi, Sunday school ya watu wazima na ya CWI Glory na Beloya zinabaki vile vile. Njoo kwa wakati, kwa heshima ya Mungu. Maandalizi mengine yote anza kuiandaa tangu huko tulikuwa, na jioni malizia. Kesho amka mapema, ratibu mambo yote, wahi kuja kanisani. Tutakuwa na ibada ya baraka sana. Kama nilivyoeleza, tutakuwa na sadaka zile za Jumapili ya kawaida, lakini sadaka ya Pasaka na ya maombi tutaitoa baada ya sadaka hizo, na tutakuwa na ibada moja. Kwa tutakuwa na haraka kivile. Kwa hiyo naomba ulijue hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Nina neno la leo, nisome agharabu kitabu kimoja kama si viwili, vingine nitoe maelezo. Kisoma ile Injili ya Mathayo, kuna mambo muhimu nataka niwasilishe kwako, na Injili ya Yohane, alafu tuingie kwenye maombi, kila mmoja kwa kadri alivyojipanga kimkakati na kadri Roho Mtakatifu anavyoweza kufanyeje kukumbusha. Ile sura ya 26 na 27 nazungumzia sana siku ya juzi jana, ambayo nitaielezea siku ya leo kifupi, na madondoo haya ambayo Roho Mtakatifu ananipa ni kuwasilishia. Soma kianzia ule mstari wa 27. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Kishuka mstari wa 62, kukomboa wakati hata siku ya pili, ndio hiyo baada ya mandalio wakuwa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Huyo alikuwa mtawala wa Kirumi. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjane, hapo anamaanisha Yesu, alisema alipokuwa akingali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije
wanafunzi wake wakamwiba na kuwaambia watu, amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Naomba twende Injili ya Yohane. Twende Injili ya Yohane. Kuna neno hapa tuliangalie. Injili ya Yohane ile sura ya 10. Asante kwa kuhudhuria. Kuna jambo muhimu ambalo Roho Mtakatifu anataka ulijue. Kama unalijua, uendelee kulijua maradufu, na kama sivyo basi habari ndio hiyo. Sura ya 10. Sura ya 10. Biblia inasema 10:17. Kuna jambo hapa nataka nitolee ufafanuzi. Biblia inasema kuanzia 16 pale na 7, ndipo Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutwaa tena. Twende 15, 13. 15:13 Biblia inasema hivi, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndugu zangu, inapofikia swala la kugharimu maisha kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine au watu wengine, sidhani ni kitu kidogo. Kwa mfano, wanajeshi, ndio maana huwa wanauliza, wewe ni raia, wewe ni mwanajeshi? Siku moja nikawa nauliza, kuna tofauti gani? Majibu niliyopata hayakunitosheleza, nilazimika kuyaelewa. Yaani yuko tayari. Mtu mmoja nikamwambia, vipi? Akasema, bwana, kwa miaka ya 78 hata 82, 88, vipi? Anasema tumepanda treni kuelekea vitani Uganda. Yaani mauti inanuka hivi. Tulipofika Shinyanga ni kama naenda uwani. Ndio hivi bye, nimerudi. Na msiseme niko kabisa. Namfahamu huyo mtu. Lakini mwaka kama 82, nadhani kuna askari walitakiwa kwenda mojawapo ya nchi za Afrika Kusini. Mtu mmoja namfahamu, jina lake lilitoka. Akaondoka, baadaye akarudi. Nasema, ndugu, yaani sijafika vitani, moyo unatetemeka, naona kama nishakufa. Yaani huwa
wanazalendishwa, wanapewa uzalendo wa kupita kawaida. Yuko tayari kwa lolote, kufa na kupona kwa ajili ya nchi. Watu ajabu sana. Kwa napata ushuhuda, shauelezea mara kadhaa. Sawa na wamama, yaani mnayo mapungufu lakini mnayo mengine mazuri, na mtu kawaida yake, usizungumzie mabaya yake. Hata kama ni mume, hata kama ni mke, fikiria hata kuna zuri kweli. Wana moyo wa ajabu, nishawaelezea. Juzi nilielezea kule Kashauri. Mama alikuwa na maombi pale. Kasema baba, wengine wanaogombaga tokea katoto kuchanga kabisa. Nasema ngoja kashuka. Ndio baadaye anakalea kwa huko. Akijisaidia ndio chukua mtoto wako. Mama anachukua, hana kinyaa. Tunasafiri na treni safari moja hapo. Unajua taarifa, kwa mfano madereva, tukubaliane, sio kila mtu aliye mbele piga honi. Unasoma akili yake, japo kwamba huyu nikipiga honi ndio namchanganya kabisa. Sasa akaja attendant mmoja wako, behewa imewaka moto. Kumbe sio moto wa kulipuka, huwa si kuna bearing kule kwenye tairi yenye vyuma kwa vyuma, kwa hiyo inakuwa inasagana, panaanza kufuka moshi, sio moto umelipuka. Mimi sikuruka, kwanza siwezi kuruka. Watu wakaruka madirishani, wanashuka wanatupia mchanga kwenye ile tairi. Mama mmoja alikuwa anasafiri kwenda katoto kachanga amekapakata hivi, hakuruka, akasema nipe na mwanangu. Kuja mnaposikia behewa linawaka moto ni huko chini, mpaka je nifike huku ni zaidi ya nusu saa watu walisha. Sasa wewe kwa nini unataka kusumbua watu? Watu washavunjika miguu. Lazungumzia yule mama amekamata katoto kasema sitoki na kufa na mwana. Wale kwa msisi zake sio walisha luka. Yanazungumzia swala la kutoa uhai kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine. Kanatueleza mama mmoja amejifungua nyumba kifupi, twende kwenye maombi, inaungua moto, yuko mle, moshi tayari umejaa. Waenda kumtoa, nazungumzia mwanae, anasema baba, anzeni mwanangu, wanamtupa kule nje na yeye anataka rudi kwenye ule moto. Alivyoona inashuka hivi akapiga breki. Babu mmoja naye akashangaa, kama mjukuu wangu. Utaalamu wa zimamoto wanaotufundisha leo ukitokea majanga ulishaanza tangu zamani, shule sio darasani. Akachukua ngozi akaweka hivi, akavuta pumzi, akaenda akapapasa, akamshika yule mtoto, akatupa, akamdaka kwenda, badali kuona majeraha yule babu na nini. Kwa hiyo Yesu anasema hakuna aniondoleayo hayo, na utoa mwenyewe. Hapa anasema hakuna aliye na upendo kuliko huu,
wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya watu. Hata habari ya utumishi, sema mtu wa mshahara anapochunga akiona ndugu na simba anakuja anakimbia, lakini Daudi hakufanya hivyo. Kondoo za baba yake alijua ni zangu. Alipokuja ndugu alipambana na ushindi ulipatikana. Kwa hiyo upendo wa Yesu wa kutoa uhai wake hakuna maelezo. Ingetosha kumshukuru na kuweka nadhiri, tusifanye shukrani ya punda mateke. Ndilo hilo naanzia hilo. Ili gharimu, sio kwa dhambi zake. Ni ajabu sana. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, nieleze haya. Mungu yupo kazini. Mimi naomba ujue kabisa, yaani kwa lolote. Usione mara vita, mara nini, mara haya. Mungu yupo kazini kabisa. Iwe kwa mustakabali wa kisasa wa nchi yetu, iwe maisha yako, Mungu yupo kazini. Huwa hana haraka. Ndio maana nataka nizungumzie Jumamosi au tuingie kwenye maombi. Kutoka Malaki mpaka Yohana hakuna maelezo, utafuta popote. Ni maelezo ya wanasayansi kwa baada hapo ikawa hivyo, ikawa hivi, ikawa hivi. Lakini watu nakiita ni kipindi cha ukimya, kama miaka kadhaa hivi. Wanasojua toka miaka 400. Sorry. Na nilisema na nitasema, sisi Agano Jipya tuna kesi ya kujibu kwa Mungu. Kwa nini? Kipindi chetu nilishaeleza uwajibikaji wetu wa wokovu na kumcha na kumtumikia Mungu ulipaswa kuwa excellent. Huwa walimu akifurahi kufanya vizuri, anaweka 100 kwa 100, anaona haitoshi. Anaweka na A, anaona haitoshi. Anaweka na plus ile, anaona haitoshi. Anaweka na excellent. Amefurahi. Shaeleza baba zetu kule nyuma, Biblia haijaandikwa ikakamilika, Yesu hajaja, Roho Mtakatifu hayupo, lakini kulikuwa majamaa alikuwa anatoboa kwenye wokovu. Wakina Yusufu nasema hatendi dhambi mtu hapo. Shadraka, Meshaki na Abednego sema hasujudu sanamu mtu hapa. Maamuzi ya dhati. Na nikwambie mstari wa mwisho wa Agano la Kale unaishia na neno laana. Lakini habari njema ni hii, mstari wa mwisho wa Agano Jipya huwezi kukosa neno neema. Kwa hiyo hata ule ukimya ule wa kutoka Malaki mpaka Yohana, kama si Mathayo, bado Mungu alikuwa kazini. Mimi shetani wanamshangaa na majeshi yake na wachawi na mapepo na vibwengwe na majini na takataka zote. Yaani wafanye wafanyavyo, hawatakuja kushinda. Yaani pamoja na vurugu zote na vimini na nini na
na ndoa za jinsia moja kwenda na nini na kushinda wasahau na wanajua. Sasa kama una akili timamu kweli, unachogombania kitu? Alafu ninachojivuniaga ni hiki: Mungu pamoja na ukimya wake huu hata kuja kushindwa hata siku moja. Ndio maana alina haraka. Shetani Luka sema sote mara hivi mara mzee ametulia, yuko vizuri, ana hakika na ushindi. Naomba ili ulichukue. Niwe na watangazia maadui zangu wa ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kawaida, hashindwi mtu hapa. Wakitaka kunishinda mimi, wamshinde yule mzee juu, kitu ambacho hakiwezekani. Shida iko wapi? Mapofu na mashaka. Sasa nataka nizungumzie kifupi. Biblia haizungumzi chochote kutoka pale Yesu aliposema imekwisha. Biblia nyingine sema he said it is over, kakata roho. Haizungumzi chochote mpaka kesho alfajiri. Ndio maana nimekwambia, unapoona kuna ukimya, don't give up. Yuko kazini mzee kuliko unavyodhani. Nimekwambia kutoka Malaki mpaka Agano Jipya, ukimya mpaka shetani lijua limesha hapa. Kumbe mzee yuko kazini. Sasa hata Jumamosi ile ya kutoka kukata roho mpaka alfajiri, Biblia haizungumzi. Na huwa tunaagiza hivi, nyie wainjilisti na walimu na wachungaji, sisi jambo ambalo Biblia limenyamaza, wewe nyamaza. Kuna mambo mimi namwambia bwana isubiri, mzee anakuja utamuuliza. Kwa hiyo hapa haielezi chochote isipokuwa kidogo sana katika Petro. Inasema hivi, Petro ya kwanza, hapo nitoe maelezo tuingie kwenye maombi. Petro ya kwanza ile sura ya 3, na hasa na utafuta mstari wa 18 nisipokosea. Nasema hivi 3:18-19, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio na haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Pamoja na tafsiri zingine za andiko hili, msikilize. Nianze kwa kueleza hivi. Kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kawaida. Kuna mtu wa rohoni na mtu wa mwili huu wa kawaida. Nishafundisha mara kadhaa. Na ushindi wako na kushindwa kwako hakuko huku kwenye ulimwengu wa kawaida, kuko kule kwenye ulimwengu wa roho. Utajiri, baraka, ushindi unavyovitafuta viko ule ulimwengu wa roho. Ndio maana struggle, pambana, uwe mwanaharakati mambo ya rohoni, lakini bado usijibweteke kuwa mwanaharakati na mpambanaji wa maisha ya kawaida. Iwe habari ya uchumi, iwe habari ya nini, ili ulijue. Lolote unaloona limetokea ulimwengu wa kawaida, liwe jema liwe baya, ulimwengu wa roho ndio viko kule, ndio kila kitu. Ananiambiaga mzee mmoja pale Kigoma, akakuta mzee mmoja
Unajua mambo ya mipira haya nimalizie hii tuingie kwenye maombi. Sasa tutaendeleza somo hili siku nyingine. Mambo ya mpira haya. Yaani mpaka unakosa raha timu yako kufungwa. Mtu mpaka mfungwa bwana. Yaani unakosa raha. Lakini hawezi kukosa raha kushindwa kuomba, watu kutokoka, watu walikuwa wanarudi nyuma, hawasimami. Hayo ndio upate. Bibi, twende kwenye mpira bwana. Akasema tumeshafungwa. Tumefungwa bwana. Umefungwa nini? Sema mpira wewe tumeshaangalia bahari. Tumepigwa 3 mtungi. Kwa hiyo nenda kufanya nini? Tumeshapigwa 3. Yuko hoi. Yaani kila kitu kilishaisha ulimwengu wa roho. Tunazungumzia hapo na kweli ulikwenda 3 mtungi. Yaani kama ni giza wanakaa vikao wanafanya tufanye hivi ndoa iwe ichafuke, tukifanya hivi huyu utampata, itakuwa hivi. Tulia. Ndio maana wakishambulia wakimaliza wanaona unaendelea, unashangaa. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho huko, pambana na mafanikio na baraka original zinaanza ulimwengu wa roho. Wewe ukifanikiwa kunje sio M-Pesa una milioni 20, CRDB una shilingi ngapi, maombi shida, kusoma neno shida, utoaji shida. Alama ya kuuliza. Tajirika rohoni. Hizi nyingine zinakuja, ndio hapa nataka nizungumze. Kuna mambo ambayo Yesu ameyashughulikia miaka 3 na miezi 6, lile juma la tulolisoma, mpaka anakata roho imekwisha, ameyashughulikia ulimwengu wa kawaida. Sasa aende ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho huwezi kwenda na mwili. Huwezi. Hata kama ukiona jirani yako si mfanya biashara mzee anaanza kupiga kelele, alishashindwa. Wataka wapige kimya. Wanaona mimi huyo ananishukia, anasema tutaonana. Wewe tulia. Ujue ulimwengu wa roho ameshachemsha, ndio anakuja huku. Amen. Mzee mmoja alishafariki, akasema Isaya mtoto mdogo sana, huwezi kunichezea, tutaonana. Paka aseme hivyo, maana yake ulimwengu wa roho alishapigwa. Tutaonana. Wewe subiri. Kwa hiyo iko hivyo. Ndio maana nataka nieleze kwamba baada ya Yesu kata roho pale, ndo ilikuwa yenyewe sasa. Maana huku nje alikuwa mwili, na shetani hakuamini kilichotokea. Maana baada ya kuwa ameshaseti mahali wamkatae na nini na kusulubia, akajua tayari, akarudi kutulia. Lakini waandishi wanasema baada ya kukata roho pale sasa akaacha mwili, akawa mwenyewe. Kuzimu ilishuhudia kitu ambacho haijawahi kushuhudia. Tasoma kesho, anasema nilikuwa nimekufanya mimi hai, nami ninazofunguza kuzimu na kufunguza mauti. Inamaanisha mamlaka yale ambayo shetani alipola kwetu pa bustani ya Edeni. Kwa hiyo hapa kwenye ukimya palikuwa shughuli pevu pa kuja kufuka kwa ushindi Kristo Yesu. Alienda mazima yeye kama yeye. Si shetani wewe ni roho wewe. Ngoja sasa. Na kuja mazima na mimi kama Mungu tuone. Ni ajabu ukivuta taswira namna kuzimu walivyojipanga, namna ambavyo
mpaka ikulu kwenye kiti cha shetani na kunyang'anywa yale mamlaka, na Yesu Kristo alfajiri kuinuka yu hai. Pointi ambayo nataka nizungumzie, nitaizungumzia siku nyingine, ni hapa nipo pasoma. Wakasema yule bwana ndio maana nawaambia usiwe mtu wa uchungu tu kujitamkia kushindwa. Tamka, mume wangu ni mwema, mke wangu ni mwema, mimi sio wa maisha haya, hii jitima kanyagio sio hii, kesho Mungu atatujilia nini. Unapokuwa sema kuna vitu vinatokea. Yesu mara zote hakuwahi kuacha kuvuka vitavuka. Tangu dunia yumba hajafoga mtu huyu naye huyu. Sasa unapokuwa sema ulimwengu wa giza unajiandaa. Mimi lazima nimiliki maduka ya jumla. Mimi afirisiki mtu hapa. Mimi hauafi mtu hapa. Unatamka. Alafu majeshi yanajipanga kuzuia. Anasemaga hivyo. Anasemaga atakuja kwa mtumishi hatari. Nimejuzi mtu mmoja yuko Kenya, anasema mzee, nimekuona umefundisha kufanya mambo ambayo Mungu akukumbuke. Nimepokea mzee. Mwingine alikuwa mwalimu hapa, yuko wapi? Yuko Meru kule Hai Kilimanjaro. Anasema mzee, ni kama niko Mpanda. Lakini niliyoyapitia sasa, maana mimi sikuwa mtu wa kujiwazia mambo hapana, niko kupiga injili mpaka nieleweka. Akasema alisema atafufuka. Nataka nikueleze hilo kwamba yale uliyoyaomba bado kutakuwa vizuizi vya huyu amesema kwenye maombi haya kadha ameliombea kanisa hivi na hivi, lakini mimi nakutamkia wasizuie ushindi uko. Mambo matatu. Mtu kutoa uhai kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Usifanye usaliti wa Yuda. 2, kipindi cha ukimya kama miaka 400, Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Mungu alikuwa kazini. 3, kutoka Yesu ukataro mpaka kufufuka, Biblia haina maelezo ya kina, lakini nakwambia Mungu alikuwa kazini. Lakini mwishoni nimemaliza. Kile ulichokiomba na kile ambacho Yesu alikifanya ni haki yako. Wako maadui alisema, aliomba, Yesu alikuja ili huyu yawe hivi, tunazuia. Weka na walinzi na mapepo na nini. Sasa kaa mkao sawasawa. Pamoja na kuzuia huko, kesho mmoja mliko utasoma jiwe lile kule, malaika wako hapa, wale walinzi kama wafu. Yesu akatoka kaburini. Simama kwa miguu yako, tuingie kwenye maombi haraka tafadhali. Ni wewe mwene uweza, twakukimbilia wewe, ni wewe Baba ye uweza. Hebu sema, Mungu Baba, nimejifunza juma la mwisho la maisha yako Yesu Kristo. Jumamosi kulikuwa ukimya kama ambavyo Agano la Kale kuja Agano Jipya palipita kimya. Mungu alikuwa kazini, na kutoka kukata roho kwako Yesu Kristo hadi ufufuo ulikuwa kazini. Na wewe walijitahidi usifufuke, lakini ulishinda kifo na mauti. Nisaidie katika hayo. Amen. Tunatuombe. Baba, tunakushukuru.